Ni sehemu ya 93 msikilizaji, ninaamini ya kwamba utakuwa unakumbuka vizuri sana sehemu tulipoishia ya 92 mara baada ya Regina pamoja na Hamza kwenda kule kisiwani, na inaonekana ya kwamba tayari mrithi kashapatikana mwenye damu ya Dosa ambaye ni Regina. Sasa je, watu wote watamsujudia? Yani ni tunasema nini, ni kama tusiseme kusujudia of course ni kumsujudia tu, kwa sababu inaonekana ndio ni kama kiongozi fulani hivi ambaye ni mwenye nguvu katika ile eneo, kwa sababu mpaka yule babu wa miaka 170 alipiga magoti kuweza kusujudia huyo Regina. Sasa Regina tunafahamu kwamba kuna Matias Huge ambaye naye alikuwa anatamani sana kuweza kurithi hicho kisiwa. Sasa kwa bahati mbaya Dosa ndio familia Dosa ndio wanatakiwa kurithi. Matias walikuwa ni wakufikia tu. Kwa hiyo Matias anaanzisha vurugu ili kuweza kuwashambulia Hamza pamoja na Regina. Je, atafanikiwa? Tusonge mbele. Langu jina Lucas Lumbas. Sasa Regina mara baada ya kuweza kumgandisha yule nyeto, aliangalia mikono yake kwa kuishangaa, ingawa hakuwa akihisi chochote. Hata ardhi ikiwa katika hali ya ubarafu, yeye hakuhisi ubaridi wote. Upande mwingine, watu wa kisiwa hicho walimwangalia Regina kwa heshima kubwa na hofu kwa wakati mmoja. Mzee Mfue akasema ya kwamba mnaendelea kusubiri nini hapo? Mlindeni mtawala. Hata hivyo, muda huo macho yake yalikuwa yamejaa furaha kubwa. Alikuwa sasa na uhakika Regina ndiye ambaye amechaguliwa kufufua nguvu ya damu ya asili iliyokuwa imepotea. Na ni muda huo huo watu wa familia Dosam pia walishtuka na kwenda kumzingira Regina mara moja kwa ajili ya kumpa ulinzi. Hawakuwa na mashaka kabisa juu ya uhalali wa Regina. Ukweli wafuasi hao ni kama walikuwa kiabudu damu ya familia hiyo kwa muda mrefu. Kitendo cha familia hiyo kumzingira Regina kilisababisha wafuasi wa Matias Huge washindwe kabisa kumshambulia Regina haraka, na hiyo sasa ilimpatia nafasi Hamza kuwashambulia. Matias kuona pambano inaenda kuwashinda, pale aliongea kwa nguvu kuamrisha, akasema kwamba Mluvi, nisikilize, hao wote ambao wako daraja la ukamilifu wa mwili, tengenezeni safu ya kivita. Matias mara baada ya kuona njia yake ya mkato ya kumuua Regina imekwama, alichotaka kufanya muda huo ni kutumia formation ya kivita kupigana na Hamza. Misukule ile ya utumwa iliendelea kumzuia Hamza kwa muda, huku wale wanajeshi wengine wa upande wa Matias waliungana pamoja na kutengeneza safu yenye muundo usioeleweka. Hamza kujua hata ni watu wangapi mpaka kufikia hatua hiyo alikuwa ameua. Mara baada ya kumalizana na misukule ile ya utumwa, ndipo sasa aliweza kujua watu wa familia Huge walikuwa wametengeneza muundo ambao hakuuelewa mara moja, lakini mara baada ya kuangalia pale aligundua. Basi bwana, Hamza alishia kusinyaza macho yake mara baada ya kugundua kitu. Japokuwa Hamza hakuwa na maelezo mengi kuhusu mbinu za kivita zinazotumika hapo Binam, lakini alikuwa amesikia kuhusu safu ya kivita ya nguvu kuu ya za majumba 7 ya kihalaiki. Ni aina fulani hivi ya muundo wa kimapigano ambao hutumika kama ukuta kumzuia adui kuwashambulia. Kwa nini iliitwa safu za nguzo za majumba 7? Ni kwa sababu hawakai katika muundo mmoja, wanabadilika na kutengeneza umbo lingine kadri adui alivyo mbele yao. Faida yake ni kwamba inamchosha kwanza adui kwa kutumia nguvu zake zote, na baada ya hapo ndio wanashambulia. Sasa Matias akasema kwamba Lucifer, katika vita ya leo sisi tupo kupigana kufa na kupona. Je, una uwezo wa kuzidi nguvu yetu ya ulinzi wa halaiki? Anaongea Matias ambaye alikuwa amekaa katikati ya formation hiyo. Hakuwa yule bwana mpole tena, alikuwa mbadilika kabisa. Hamza hata hivyo alikuwa ni mvivu wa kupoteza maneno yake, na pale kama kiboko alisogelea upande wa kushoto mwa wanajeshi wale. Mpango wa Hamza ulikuwa mwepesi tu. Safu hiyo ilikuwa imeundwa na watu ambao ndio walihesabika kama nguzo. Hivyo kama ataendelea kuwaua, basi safu yao itashindwa kusimama. Lakini mara baada ya kudhamiria kushambulia mwanajeshi ule, pale safu ile ilibadilika na kumfanya Hamza ashindwe kushambulia target yake mara moja. Hamza alishia kuangalia mabadiliko hayo ya safu na haraka sana, na alitaka kwanza kujaribu kushambulia, lakini ni muda ule aligundua safu imebadilika tena, na walionekana yani ambao walikuwa wako mbele yake walionekana ni wanajeshi waliokuwa katika level ya mgandamizo wa nafsi. Ijapokuwa Hamza alikuwa na mwili mstahimilivu sana, haikumaanisha alikuwa ameumbwa kwa chuma. Akijipeleka kichwa kutaka kushambulia askari waliokuwa katika level ya juu kwa kujikusanya pamoja, lazima angeumizwa.
So muda huo alijikuta akishindwa kushambulia na kuangalia namna nyingine. Lakini mara baada ya kuona sehemu dhaifu ya safu ile, ghafla tu halaiki hiyo ya kijeshi ilibadilika tena. Kifupi ni kwamba safu hiyo ilikuwa ikimchenga Hamza kwa kutokumpa uwezo wa kushambulia sehemu dhaifu. Ni muda ule ule kwa spidi kubwa halaiki ile ilibadilisha mbinu yao na kumzingira Hamza, kumweka kati pande zote. Ili kuelewa mbinu hii vizuri, msikilizaji, ni sawa na wale watoto wa maonyesho ya halaiki, hususan katika sherehe za uhuru. Utofauti ni kwamba halaiki hiyo ya kijeshi spidi yake ilikuwa ni kubwa mno kutokana na mafunzo makubwa ya kinishati. Sasa Hamza mara baada ya kuona amezungukwa, alijaribu kufanya mashambulizi ya haraka ya kushtukiza wale watu. Lakini ni muda ule ule muundo ulibadilika tena na akashambuliwa kutokea nyuma. Sasa bwana, Mathias Huge mara baada ya kuona jambo lile, macho yake alichanua. Aliona kama wataendelea kupoteza muda namna hiyo, basi Hamza atajitengenezea udhaifu muda wote. Mbinu hiyo ni kama ile mantiki ya mchwa wanaoweza kumla tembo. Hata hivyo, kilichotokea kiliondoa kabisa tumaini la Mathias. Hamza mara baada ya kugundua kwamba mashambulizi yake ya karibu hayana faida, pale alianza kushambulia kwa silaha ya dhamira au ya kusudi kwa kasi kubwa sana. Mashambulizi yale ya kusudi yalikuwa ni ya spidi kubwa mno na wanajeshi hao walishindwa kuwa na muda wa kuyakwepa. Aliweza kujeruhi askari watatu ndani ya sekunde tu. Basi wale wanajeshi wa Mathias walijikuta wakianza kupaniki mara baada ya kuona wenzao watatu wakidondoka chini. Hata kama kundi hilo lingeweza kuwa katika spidi kubwa na kujaribu kuunganisha nguvu zao, bado ilikuwa ni ngumu kuzidi spidi ya silaha ya kusudi. Hamza kuwa na muda wa kuwapa nafasi ya kufikiria mbinu yote, kwani pale alianza kufanya mashambulizi ya kusudi haraka sana. Mikondo hiyo nishati isionekana iliwashambulia wanajeshi wa familia Huge, na ndani ya sekunde tu ulikuwa melala chini katika dimbwi la damu. Kuna waliokuwa wamejeruhiwa kwenye vichwa vyao, kuna waliopigwa kwenye shingo, wengine mioyo yao ilitobolewa. Msikilizaji, silaha ya kusudi haikuwa tofauti sana na nishati za mbingu na ardhi. Tofauti ndogo ni kwamba yenyewe ilikuwa na ubora wa hali ya juu kwa sababu haitegemei tu nguvu za kiroho kiasi gani mtu anazo. Kwa lugha nyepesi ni kwamba kadri mtu anavyokuwa na nguvu, yani nguvu ya kiroho, ndivyo anavyoweza kuachilia mashambulizi ya kinishati. Lakini kwa Hamza haitegemei nguvu ya kiroho, bali inategemea ukubwa wa kusudio lake. Hivyo nguvu zao za nishati ya mbingu na ardhi, hata baada ya kuziunganisha, hazikuwa na nguvu mbele ya Hamza. Hamza alijihisi kama alikuwa ni kwenye shimo na kujali namna alivyoshambuliwa, kwani akiwa eneo hilo la katikati aliachia mapigo ya kusudi ambayo alienda moja kwa moja kuvamia muundo ule wa kivita. Ilikuwa ni vilio vya wanajeshi tu vilivyosikika ndani ya eneo hilo, huku baadhi yao wakipoteza kabisa uhai. Muda ule ule Hamza aliweza kumuona Mathias Huge na baadhi ya askari wa levo ya mkandamizo wa nafsi wakiwa wamesimama pamoja. Midomo ya Hamza pale ilipindika katika tabasamu la uovu na kutuma tena mashambulizi. Sasa mmoja wa wanajeshi aliongea huko akijikojolea akisema kwamba mwalimu mkuu, wewe kimbia, sisi tumzuia. Mmoja wa wanajeshi alisogea kutaka kumzuia Hamza bwana. Lakini kabla hata hajafanya alichodhamiria, alipasuliwa kichwa chake kwa ngumi tu. Hamza alikuwa ni kama kivuli, kufumba na kufumbua alikuwa ameshatokea mbele ya Mathias. Nataka kifo chako kiwe sadaka ya mamen. Tunakumbuka kwamba msikilizaji, mwamba au mwana wa Hamza ambaye ni mamen tulimpoteza na aliyefanya huu jinga ni Mathias. So Hamza anasema nataka kifo chako kiwe sadaka ya mamen. Hamza mara baada ya kusema hivyo pale alibweka huku akitoa shambulizi la kusudi kumlenga Mathias. Mathias alichoweza kuhisia muda huo ilikuwa ni pressure kubwa. Pale alikusanya nishati yake yote ya ukamilifu wa nafsi na mwili na kumfanya kuwa kama bomu linalokaribia kulipuka muda wote. Mara tu baada ya nishati yake kukutana na shambulizi la silaha ya kusudi, ulitokea mlipuko mkubwa wenye kishindo. Mathias alijikuta akitema damu nyingi huku eneo la tumbo lake likiwa na shimo. Alishia kuchechemea kwa kurudi nyuma tu kwa hatua kadhaa, lakini alionekana kushindwa kusimama vizuri. Hamza nguo zake zilikuwa zimechanika tu.
lakini mlipuko ule ulionekana kutokumuumiza kabisa. Basi Matias akasema, kwa nini usiniue tu? Matias alijikuta akiuliza huku akitema damu nyingi. Alijua kwamba Hamza alikuwa na uwezo wa kumuua mara moja pale pale katika hali aliyokuwa nayo, lakini shambulizi lake alilipunguza nguvu makusudi. Nahitaji taarifa juu ya mama yangu mzazi, aliongea Hamza akiwa hana hisia zozote. Matias alishia kufubaa kwa sekunde kadhaa, kisha pale pale akaanza kucheka kwa nguvu huku midomo yake ikiwa imejaa damu. Kama nikikwambia utaniacha hai? Hapana, siwezi nikakuacha hai. Kama ni hivyo, kwa nini nikwambie? Hata kama usiponiambia, nitafahamu muda wote. Iwe ni sasa au baadaye. Labda hapa kwenye hiki kisiwa taarifa hizo zipo. Muda ule Matias alitoa tabasamu na kisha akaongea kwa sauti kubwa ya kwamba mnasubiri nini? Nafasi hiyo. Mara baada ya wanajeshi waliobakia kusikia kauli hiyo, mara moja alionekana kuelewa na kumzingira Hamza. Sasa wale wanajeshi bwana wakaanza kusema tumuweni ushetani, safi ya kombe mnyakuzi. Wanajeshi wale zaidi ya 10 haraka sana walitengeneza muundo mwingine huku wakipandisha kwa kiwango kikubwa nishati zao za mbingu na ardhi na kuziunganisha pamoja. Mara baada ya nishati hizo kuungana bwana, zilibadilika na kuwa na nguvu kubwa sana, huku wazee hao wakiwa wamemzingira Hamza na kutengeneza muundo wa kikombe. Mara baada ya watu wa familia Dossa kuona jambo lile na nishati ile kuzidi kuwa kubwa, wasiwasi uliwajaa bwana. Regina moyo wake ulikaza. Akasema, hawamuhimu Mr. Hamza yupo hatarini. Alijichukia muda huo kwa kutokuwa na msaada wote kwa mume wake na kuishia tu kuuliza kwamba nini kimetokea. Alijibiwa kwamba mtawala, familia Matias Uji wanajifunza mbinu ya nishati ya ufunuo wa unyakuo. Fomu yao ya muundo wa kombe ni njia ambayo wanaunganisha nguvu zao zote pamoja na kutengeneza nguvu ya kushikilia. Ni mbinu ambayo inatumika kudhibiti viumbe wasio wa kawaida. Yeyote ambaye atakuwa ndani ya fomu hiyo lazima apitie majeraha makubwa kwa sababu inamsababishia mtu kupatwa na hali ya mgando wa nafsi. Msikilizaji, kwa lugha nyepesi, mbinu hiyo inaitwa shimo la fidia, Nature's Compensation Hole. Kutokana na kwamba wanajeshi wanazungusha nishati zao na kutengeneza nguvu ya uga, yani power field, ambayo inatengeneza maporomoko ya nishati ya mbingu, yani astral energy collapse. Hivyo hata kama adui ajaribu kutaka kurudi juu, hawezi, kwa sababu anga linakuwa kama paa, kwa sababu asili inaamini eneo lile la shimo ni utupu hewa unaopaswa kujazwa nishati. So Regina mara baada ya kusikia maelezo hayo, pale alianza kupaniki kwa kusogea alikuwa Hamza. Roda alifanya haraka kumzuia, akasema kwamba sister, usifanye hivyo, utapoteza uhai. Regina akasema, nitawageuza barafu. Roda akasema, haiwezekani. Huo ni nguvu yao ya kinishati ilivyokuwa, sekunde utakayosogelea tu utalipuliwa mbali. Basi Roda alimkumbatia Regina kwa nguvu akimzuia kusogea. Ukweli ni kwamba watu wa familia ya Dossa na wafuasi wao walishasogea mbali. Hakuna aliyetaka kujitoa kafara bila sababu. Sasa mzee Mfue huku akikohoa akasema kwamba naona familia ya Matias wameamua kujitoa kwa 100%. Muda huo sasa, wakati watu wakitoa jasho kwa kile kinachokwenda kumtokea, Hamza mwenyewe alikuwa katika hali ya utulivu kabisa. Alikuwa akihisi kabisa namna ambavyo alikuwa akikandamizwa kutoka juu na nishati ya anga, lakini hata hivyo hakuhofia kwa kuona mkandamizo huo unaweza kumuua. Pia asingeweza kukubali kudhibitiwa na watu hao bila kufanya chochote. Basi bwana, Hamza pale alianza kunena maneno akisema kwamba mgawanyiko. Yalikuwa maneno ambayo yanatoka ndani ya moyo wake, na ndani ya sekunde tu nguvu kubwa ilianza kujikusanya katika mwili wake na kufanya onekane kama damu inachemka. Nguvu hiyo ya ajabu ilianza kuzigawanya seli za damu katika kiwango cha juu mno. Hamza alijikuta kibweka na kufanya mawimbi ya sauti yake kupaa kwenda angani. Hisia za ujazo zilifunika moyo wake na kumfanya kujihisi kuwa na nguvu zisizoisha. Ni muda ule mwili wake ulianza kuchemka.
huku mvuke wa rangi ya dhahabu ukitawala mwili wake kwa kiwango kikubwa. Na si hivyo tu, kiini cha macho yake kilibadilika na kuwa kama cha mnyama hatari. Wimbi kubwa la msisimko liliweza kumtoka na kwenda kuwakumba hata wale waliokuwa wamesimama mita kadhaa kutoka eneo hilo na kuwafanya kuwa katika mshtuko mkubwa. Sasa mzee Mfue alijikuta akiuliza akisema kwamba ni mbinu gani hii ya kumfanya kuwa na nguvu namna hiyo. Regina hata yeye hakuwa amemuona Hamza akitumia uwezo wake wote kwa muda mrefu. Alijikuta akitoa macho akimwangalia bila kuongea neno. Mrembo huyo alikuwa na furaha juu ya mafanikio yake ya nishati, lakini ni muda huo alijua ni umbali kiasi gani ameachwa na mume wake. Matias mara baada ya kuona jambo lile hakutaka wanajeshi hao kuendelea kuongeza nguvu hiyo ya uga, na badala yake alitoa amri akasema kwamba mkandamizeni mara moja. Kabla hata hawajatii maelezo yake, Hamza alikandamiza mguu wake chini kwa nguvu ya kusudi. Muda huu ilikuwa ni kama vile tetemeko la ardhi linatokea, kwani ardhi yote iliyomzunguka Hamza ilianza kuporomoka. Kwa kishindo kilichotokea, ilikuwa ni kama vile kimondo kimeshuka kutoka juu mawinguni. Sasa mtetemeko huo uliwafanya wanajeshi wale wa familia Huj washindwe kusimama imara na wakashindwa kabisa kuendelea kusambaza nishati zao. Basi wananchi wa bonde hilo wakaanza kujiuliza, huyu ni mtu kweli huyu? Walijawa na mshtuko mkubwa wa hofu. Sura za mzee Dosali na wanawe zilizidi kufuba. Muda ule ule mwili wa Hamza ulikuwa ni kama umefanana na anga, kwani alianzisha mashambulizi ya spidi kubwa mno kama radi. Hamza hakuhitaji silaha, mwili wake pekee ulikuwa kama jiwe Fatuma. Licha ya wanajeshi wale kuunganisha nguvu zao, aliweza kuvunja fomu hiyo kwa ni kwa msukumo mmoja tu wa kufosi. Sasa kitendo cha kuwatindua wale wanajeshi kwa mwili wake kama ng'ombe kiliwafanya wanajeshi hao wote wa daraja la mgandamizo wa nafsi watapike damu, na wengine walipoteza uhai mara moja. Kabla hata watu hawajaelewa Hamza kafanya nini, tayari alikuwa mbele ya Matias Huj. Hamza alikuwa amesharudi katika hali yake ya kawaida kwa kuzuia mbingu ya mgawanyiko, lakini wanajeshi waliokuwa wamemzingira katika fomu waliokuwa wametengeneza walikuwa wameshadondoka. Wengine wakiwa katika harakati za kusalimiana na Israeli, wengine walipita kuzimu moja kwa moja bila hata kuonyesha kitambulisho cha kwamba waliwahi kuishi duniani. So matumaini yote ya Matias yaligeuka majivu, huku macho yake yakijaa hali ya kukata tamaa kabisa. Mbele ya Hamza na nguvu zake, alishindwa kabisa kufikiria mbinu ya kujilinda. Basi Matias akasema kwamba hatima, hivi ni kweli hatima mtu hawezi kubadilika? Hamza akasema inaonekana mpaka unakaribia kufa kuna kitu muhimu ufahamu. Matias akauliza kitu gani? Hamza akasema hatima haijachagua wewe kufa wala familia yako, bali hatima maisha yetu tunajitengenezea wenyewe. Hatima kujitengenezea? Matias alijikuta akicheka kejeli, huku akiwa na hali ya uchungu ndani yake. Mara baada ya kuongea vile, Matias alitengeneza mkandamizo wa nishati kwa kuondoa uwiano wa kiroho ndani yake. Hamza mara baada ya kuona jambo lile, wala hata hakuzuia, aliishia tu kumwangalia Matias Huj akijipa kibao usoni. Alijichapa kibao usoni cha maana. Muda ule ule mlipuko wa nishati za mwili ulitokea ndani ya mwili wake na akadondoka chini akiwa hana ishara yoyote ya uhai. Upepo mwingi ulivuma pale pale na kusambaratisha harufu ya damu katika kona zote za kisiwa, na eneo lote likajawa na kimya cha wogofu. Hamza alinua kichwa chake kuelekea upande wa kisiwa cha Toharani, kisha alipangusa kifua chake kwa nguvu kwa mikono yote, akitoa ishara ya kisasi kilichokamilika. Habi, haujumia? Muda huo ndipo sasa Regina aliweza kusogea karibu na kuongea kwa sauti ya chini kuangalia hali aliyokuwa nayo Hamza. Hamza alitoa tabasamu kwa mwanamke huyo, kisha akawaangalia raia wa bondeni waliokuwa wakimwangalia kwa hali ya heshima kubwa. Nilichopaswa kufanya nimemaliza, kifuatacho ni juu yako mke wangu. Naam, kisiwa Jiwe Jeupe ni kisiwa cha utalii ambacho kilikuwa kikipatikana maili kadhaa tu kutoka kisiwa cha Benam, lakini pia maili kadhaa kutoka Tanzania. Ni kisiwa ambacho ni kama mpaka mkuu kati ya kisiwa cha Benam na visiwa vingine vinavyozunguka. Kisiwa hiki kwa jina lingine
kiliitwa kisiwa cha Dira. Kiliitwa kisiwa jiwe jeupe kwa sababu ni kisiwa ambacho meli zinazopanda milima ya mzunguko wa dunia huanza kuona jiwe kubwa lililojitokeza juu yake kabla ya kufika katika usawa tambarare. Sasa ukiachana na kisiwa hiki kuwa cha utalii, haimaanishi kwamba hakuna watu walioishi kisiwani hapo. Kulikuwa na raia kadhaa waliokuwa wakiishi hapo ambao walijikita katika shughuli za uvuvi. Na muda huo tandiko la anga lilijiandaa kujiungua na kuonyesha uangavu wa jua. Alionekana mwanamke aliyekuwa akitoka kwenye boti ndogo tu ya pikipiki na kukanyaga ufukwe wa kisiwa hicho. Mwanamke huyo alikuwa amempakata mtoto wa kike huku mkono mmoja akiwa amemshikilia wa kiume. Hakuangalia nyuma, alikuwa katika haraka, akikanyaga majani ya uoto asili wa kisiwa hicho na kusonga mbele. Hakuwa peke yake, kulikuwa na kijakazi nyuma yake aliyekuwa na jukumu la kuendesha boti na pia kubeba mizigo ya bosi wake. Mara baada ya kutembea umbali mfupi tu kwa kupita miti ya mikoko, walitokezea eneo la wazi ambalo kulikuwa na nyumba ndogo iliyojengwa kwa ustadi mkubwa kwa kutumia miti. Alionekana kuwa mwenyeji, kwani alitembea kusogelea mlango wa kuingilia kwenye jumba lile, lakini aliweza kuona mlango ukiwa umerudishiwa tu, na kabla hajaingia ndani alianza kuita baba. Aliita mara moja kwa namna ya kumshtua aliye ndani na kisha akasukuma mlango. Lakini sasa alichokiona ndani ya nyumba hiyo kilimfanya kushikwa na bumbuazi na kumfanya aonekane kama amegandishwa. Mwanamke yule aliweza kushuhudia kuna kundi la watu waliokuwa wakimsubiri ndani, nje ya matarajio yake. Ndani ya eneo hilo aliweza kumtambua mara moja mwanaume mwenye nywele za kizungu zilizojaa mvi ambaye alikuwa amevalia tracksuit nyeupe, wakinywa chai pamoja na waliokuwa wageni. Sasa yule mwanaume aliuliza kwamba ndio umefika. Alitoa tabasamu lililojaa uchungu na kisha pale pale alianza kutoa utambulisho. Akasema kwamba huyu mtu hapa ni kamanda wa kitengo cha Sleeping Lounge, afande Musiba kutoka Tanzania. Mwanamke yule utulivu wake ulipotea mara baada ya kuambiwa kuwa mtu huyo ni afande Musiba ambaye ameambatana na wanajeshi kadhaa waliokuwa katika sura za kazi. Sasa huyo mwanamke akasema kwamba baba, Sleeping Lounge ndo nini? Huyo mwanamke hakuwahi kusikia kuhusu kitu hicho. Yule mzee akasema kwamba Sleeping Lounge ni kitengo cha kijeshi ambacho kazi yake kubwa ni kupigana zaidi kuliko kitengo cha malibu. Mimi pia ni mmoja wa watu walioweza kukutana na wanajeshi wa Sleeping Lounge leo kwa mara ya kwanza. Basi baada ya huyo mzee kuongea akiwa na tabasamu, afande Musiba huku sasa akiweka kombe chake chini na kusimama akasema kwamba mzee Huji, chai yako sio mbaya ila nimetosheka. Nadhani ni muda sasa. Basi yule mwanamke akasema kwamba afande, kama wewe ni mwanajeshi wa taifa, kwa nini umeshindwa kumzuia yule shetani anayeua watu? Kumetokea jambo kubwa sana kisiwani kwetu. Basi aliongea yule mwanamke. Mzee akasema kwamba Chad, huna haja ya kuendelea kuongea sana. Afande Musiba anajua kinachoendelea bondeni. Anga la kisiwa chetu limebadilika na familia yetu imeanguka. Basi yule mwanamke kusikia vile, pale pale alijikuta kitetemeka. Alielewa maana ya maneno hayo. Mume wake alikuwa tayari amefariki. Lakini aliamua kujikaza kisabuni kwa ajili ya watoto wake. Tumkeni ya kwamba Matias wakati anataka kujiandaa kupiga kengele ya alarm ya kuweza kuwaita watoto, mwanamke huyo alitoroka na aliamua kumtorosha na watoto ili kuendelea kulinda damu, yani kulinda kizazi. Sasa tunaona ndio huyu sasa. Sasa akauliza kwamba kama ni hivyo, hawa wanajeshi kwa nini wamekuja mpaka hapa? Mzee yule alishia kusimama kisha kumsogelea yule mama na kunyoosha mkono wake kumshika mashavu mjukuu wake huku akiwa na tabasamu la majonzi. Akasema kwamba inasikitisha mno, bibi na babu yenu nimefanya maamuzi yasiyo sahihi na kuwaingiza kwenye matatizo. Bado ni wadogo hivi lakini hamna hata nafasi ya kuona ulimwengu kwa ukubwa wake. Mara baada ya kusikia maneno yale, mwanamke yule alifumba uso na kumwangalia mzee huyo kwa mshtuko. Akasema kwamba wapo hapa kwa ajili ya kuondoa. Alitaka kusema, akasema kwamba kukata miti kwenye mzizi wake. Hata hivyo hakuweza kuongea kwa sauti. Afande Musiba alikuwa na uso wa ukauzu mno na hakuonekana kuwa na msamata kidogo.
akasema kwamba kitendo cha Matias kutishia usalama wa nchi yetu kwa taarifa nyeti za serikali alizokuwa nazo ni kosa lisilosameheka. Kama una neno la mwisho unataka kuongea, nipo tayari kukuruhusu kufanya hivyo. Yule mwanamke akasema hapana jamani. Hawa ni watoto tu na hawajui chochote kinachoendelea. Baba yangu tafadhali wasamee hawa watoto, naomba tafadhali. Mara baada ya mama kuanza kutoa kilio cha kuomba, watoto nao waliungana naye na kuanza kulia kwa nguvu. Macho ya mzee Hugh yalizidi kuwa mekundu. Alishia kumeza mate mengi. Kisha akauliza kwamba afande Musiba, hakuna namna kwa kifo changu ukaacha hawa watoto na mama yao kuwa hai? Mimi nipo tayari kukubali kufa kwa ajili yao. Nao waende kuishi mbali na Afrika. Hata wakiwa wakubwa hawatulipa kisasi wala kurudi bondeni. Haiwezekani. Afande Musiba akajibu kwamba mbele ya usalama wa nchi yetu, hatari yoyote ya kiusalama haiwezi kuachwa ikue. Mzee Hugh, kama una neno la mwisho tafadhali ongea. Ni muda wako kuondoka huu. Aliongea Afande Musiba huku wakati huo huo akitoa kisu na kumpatia mzee yule. Ishara ya huzuni ilionekana kwenye sura ya mzee Hugh, lakini alishia kuchukua kisu kile na kukishika mkononi. Akasema kwamba sikutegemea kama siku ya leo ningepoteza uhai wangu. Hata hivyo nadhani sina jinsi zaidi ya kifo. Mzee yule alinua kisu kile juu akilenga moyo wake. Hata hivyo ghafla tu nguvu nyingi za nishati ya mbingu na ardhi zilimlipuka na kisu kile kilibadilisha uelekeo na kwenda moja kwa moja kwa Musiba. Hata hivyo Musiba alionekana kuwa amejiandaa kwa hilo, kwani pale pale alijipindua kwa pembeni na shambulizi lile likapita. Hakuna mwanajeshi yoyote wa Sleeping Lions aliyeonekana kuwa na nia ya kuingilia. Waliangalia tu. Sasa Afande Musiba akiwa serious akasema kwamba mzee Hugh, kuna haja ya kujipeleka mwenyewe kwenye mateso? Aliongea Musiba akiwa serious. Mzee akasema kwa uzee wangu na kwa ajili ya mababu zetu, nipo tayari kupigana kwa uhai wangu wote. Mama, ondoka na watoto wako na ukimbie. Nitawazuia wasitoke hapa kwa muda. Aliongea hivyo. Mara baada ya mwanamke yule kusikia hivyo, haraka haraka aliwashikilia watoto wake na kuanza kukimbia kuelekea vichakani. Muda huo yule mzee alikuwa amesimama mlangoni akizuia njia ya kutokea. Basi huyo mzee akasema kwamba nani anataka kumfukuzia, lazima kwanza upite hapa. Bwana mzee huyo alikuwa katika level ya mkandamizo wa nafsi, na mara moja nishati yake ya mbingu na ardhi iliongezeka katika kiwango cha juu sana na kufanya wanajeshi hao kuwa vigumu kumsogelea. Basi Afande Musiba akasema kwamba leta sime, na pale pale mwanajeshi aliyekuwa karibu yake alifungua na kuonyesha kisu kilichokuwa kimefungwa na kitambaa cha rangi nyekundu. Mara baada ya Musiba kushika kisu kile, muonekano wake ulibadilika mara moja na alianza kukisogeza kisu hicho kuelekea kwa mzee Hugh. Mzee Hugh mara baada ya kuona jambo hilo, alijikuta akikunja sura kwa kuhisia nguvu kubwa ikimtoka Musiba, na bila kupenda alipiga hatua moja nyuma akionyesha kujiandaa. Basi Musiba alisema ya kwamba nilipanga kukuacha ukiwa maiti, lakini kutokana na kuamua kuwa msaliti ni swala lingine kabisa. Basi mara baada ya kuongea vile, pale pale alifanya shambulizi na sime ile ikamlenga mzee huyo. Shambulizi lake halikuwa la silaha tu, bali lililobeba nguvu kubwa ya nishati. Kilikuwa ni kitendo cha haraka sana. Mzee Hugh aliishia kutoa macho yake akiangalia silaha iliyokuwa mikononi mwa Musiba, na kisha pale pale akidondoka chini akiwa hana uhai tena baada ya shingo yake kukatwa. Pale pale muonekano wa Musiba haukuwa na hisia zozote. Alirusha kisu kile kwa vijana wake na kisha akaongea kwamba mfukuzieni yule mwanamke, halafu mummalize yeye, mtoto wake wa kiume na msaidizi wake. Basi hao maskari wakuuliza kwamba kamanda, vipi kuhusu mtoto wa kike? Musiba akasema hana chochote anachoelewa, mchukueni na mtafute kituo cha kulelea yatima mkamwache. Akasema sawa afande. Basi wanajeshi wale walikimbia kuelekea upande aliochukua yule mwanamke. Walikuwa na uhakika hakuwa ameenda mbali kutokana na kuwa na watoto. Mara baada ya vijana wake kuondoka, Afande Musiba alichukua kikombe cha chai na kumimina iliyokuwa imebaki kwenye birika, kisha akanyunyuzia chini ya ardhi. Haikueleweka alikuwa anafanya ibada gani. Basi bwana, upande mwingine tunaona kwamba Regina akionyeshwa maeneo ya kisiwa
akiambiwa kwamba mtawala, hili ndio jengo letu kuu la utawala mzima wa kisiwa, ndio nguvu yote ya kisiwa inapoishi, ndio jengo la kitengo cha binamu. Taarifa zote za kiintelijensia na mambo mengine yanahifadhiwa ndani ya jengo hili. Unaweza kusema ni kama ubongo wa kisiwa. Basi muda huo Regina alikuwa amepelekwa kwenye jengo la binamu, jengo ambalo lilikuwa likikaliwa na Matthias Huge. Ukiachana na kwamba jengo hilo lilikuwa la utawala, yani lilikuwa la utawala wake tangu achukue madaraka, pia ndilo lilikuwa likistiri kitengo cha kiintelijensia cha binamu. Mara baada ya damu kumwagika na Regina kushinda, alipaswa kuwa kiongozi wa kisiwa hicho haraka iwezekanavyo kabla ya jua halijapanda angani. Isitoshe, kisiwa hicho cha bondeni kilikuwa na umiliki mkubwa wa siri za dunia na haikupaswa kuachwa hata siku moja bila kiongozi wa kulinda taarifa hizo. Kwa sababu Regina alikuwa amefika, asingeweza kuyakataa majukumu yake. Alijua Hamza akiwa pembeni yake yupo tayari kuanza safari yoyote ngumu. "Chief, hii alama ya nyota ina maana gani?" aliuliza Regina mara baada ya kuona jengo hilo likiwa na nembo kubwa ya nyota. Akajibiwa kwamba hiyo nyota jina lake linaitwa nyota matamanio. Kulingana na historia, damu yetu imetokana na kiumbe mwenye asili kutoka kwenye hiyo nyota, ambaye alifika kwenye sayari yetu kama nafsi na kuzaliwa kwenye mwili wa samaki. Wasisi wetu kutokana na imani hiyo walitumia mchoro wa nembo ya nyota na samaki kama nembo yetu kuu. Kumbe ni nembo yenye historia kubwa nyuma yake. Aliongea Regina, ingawa alishindwa kuamini maneno hayo. Aliona ni masuala yaliyohusiana zaidi na utamaduni. Aliheshimu pia. Isitoshe, imani hizo za kitamaduni ndizo zilizofanya eneo hilo kuwepo mpaka siku hiyo na watu wake kuonekana kuwa na umoja. "Chifu, naomba kuuliza swali. Je, hiyo nembo ina uhusiano wote na nyimfu?" Nyimfu, naamini unazungumzia hadithi ya kiumbe wa baharini. Kama ni hivyo, hakuna uhakika kuwa kuna uhusiano huo, ijapokuwa ni kweli nyimfu ni kiumbe wa baharini na pia inashabiana na asili ya kiumbe wa damu yetu. Bado hakuna majibu sahihi au ushahidi wa kuonyesha kuna muunganiko. Mr. Hamza, sikutegemea kama ungekuwa na swali kama hilo. Aliongea Mzee Mfue mara baada ya kuona uwezo aliokuwa nao Hamza. Licha ya umri wake mkubwa, alimpa heshima kubwa na kuanza kumuita Mr. "Ndio, kuna mahali nimesikia kuhusu nyimfu, kwa hiyo nimekuwa tu na shauku." Basi alishia kujiambia moyoni mwake ya kwamba je, kuna uhusiano wote kati ya ukoo wa Regina na ule wa Muhinde? Kwa sababu inaonekana kama tamaduni zao zinafanana hivi. Hata hivyo alijiambia labda ni bahati mbaya tu. Sema ndio hivyo, baadhi ya taarifa nyingi za eneo hilo ziliharibiwa miaka 3 iliyopita na aliyesema kuwa ni jemedari. Vinginevyo watu wa kisiwa hicho wangekuwa wanajua mengi zaidi. Watu hao waliingia kwenye lifti iliyowabeba hadi kwenye ghorofa ambayo ilikuwa na ofisi za uongozi wa Matthias Huge. Mzee yule bwana alimuongoza Regina mpaka kwenye ofisi ya Matthias na kumuonyesha kwamba hii ndio ilikuwa ofisi ya Matthias. Mwanzoni kulikuwa na ofisi ya mtawala mkuu, lakini Matthias alifanya kuwa ofisi kuu ya utawala wa kisiwa. Sijui kama utapendelea kazi zako kufanyikia hapa au sehemu nyingine. Basi Regina aliangalia ofisi hiyo ambayo ilikuwa kubwa kama maktaba na alijikuta akishangaa akasema kwamba kuna vitu vingi sana hapa ndani. Kwa taarifa tulizonazo kulingana na historia hiki kisiwa, hivi ni vichache sana. Mtawala, ngoja nitakupeleka kwenye jumba la umiliki hili lilopo chini ya familia yetu. Ndipo utajua ni wingi wa hazina kiasi gani imekusanywa katika miaka yote na kuhifadhiwa. Kwa sababu wewe ndiye mtawala halali, kila kitu kitakuwa chini ya uongozi wako. Regina hakutaka kuuliza kujua ni utajiri kiasi gani unazungumziwa hapo. Alishia tu kugeuka na kumwangalia Hamza aliyekuwa kando yake. Hamza alitabasamu tu, na kwa jinsi alivyomwona Regina ni kama vile alikuwa akimwambia kwamba atakuwa tajiri sana baadaye. Chifu mkuu, mali zote za familia kwa sababu zipo mikononi mwako, mimi sina wasiwasi kabisa. Mali zote za familia, so haina haja kunikabidhi kila kitu mimi. Mara baada ya mzee huyo kusikia kauli hiyo, alijikuta akishikwa na hisia na alitingisha tu kichwa chake akasema, basi mimi mzee nitakusaidia kuziangalia na asante kwa kuniamini mtawala. Ingawa nimefika hapa na kisha kupewa cheo cha mtawala, bado kuna vitu vingi sana sivifahamu. Nitaendelea kujifunza taratibu. Inaonekana ni kazi kubwa sana iliyo mbele yangu. Ila
Nina matumaini kwamba kwa uwepo wako chief na baraza lote la wazee mtanisaidia sana. Mara baada ya wazee hao kusikia kauli hiyo, walijikuta wakijawa na furaha kiasi cha kububujikwa na machozi. Hamza muda huo alijiambia kuwa mke wake bwana amekuwa CEO kwa muda mrefu sana. Kuweza kuzishika hisia za watu ilikuwa ni rahisi sana kwake. Chief, nimesikia hapa kisiwani kwetu kuna kitabu kisicho na maandishi ambacho kimebeba siri kubwa ya damu yetu pamoja na hii pete. Je, kipo ndani ya hili jengo? Msikilizaji, inasemekana mwanzilishi wa ukoo wa Dosa aliweza kupata ufunuo wa mbingu kwa kuweza kusoma Wordless Book. Ni kitabu ambacho kiliaminika kujaa siri za ulimwengu na asili yake. Licha hivyo, ni kama watu wengi hawakuwahi kuamini kuhusu kitabu hicho kama kweli kilikuwa na siri nyingi. Iliaminika kwamba kwa yeyote ambaye ataweza kuamsha damu yake na kukifungua kukisoma, uwezo wake utaongezeka mno. Sasa kwa Reji alikuwa na shauku kubwa. Alijua kwamba hela pekee haziwezi kumlinda na kutaka kumtegemea Hamza endapo atakuwa hatarini. Sio hivyo tu, hakupenda kabisa namna ambavyo Hamza alikuwa akiua kikatili na kuweza kumzuia kwa sababu hakuwa na la kufanya, lakini pia hakutaka kuwa mbali na Hamza kwa sababu tu ya uwepo wa maadui zake. Mara baada ya Regina kutaja kitabu hicho, nyuso za wazee hao zilisawijika. Mzee akasema kwamba mtawala wa bonde, hata kama usingeuliza lazima ningekupeleka ukaone kilipo. Kitabu cha mbingu ndio moja urithi mkubwa sana tuliokuwa nao hapa kisiwani, na ndio kinachotupa hadhi ya cheo cha watu wa jicho la anga, kwa sababu ni kitabu kinachofungua mbingu. Ni kwa wale pekee walioweza kuamsha damu zao ndio wenye uwezo wa kukisoma na kukidhibiti. Basi mara baada ya kusema hivyo, Chifu Mfue aliwapa ishara watu wengine na kuambia waondoke. Hakuna hata mmoja wao aliyepinga, na hata wazee hao waliondoka bila shida yoyote. Ni muda mchache tu, watu watatu pekee ndio waliobaki katika ofisi hiyo. Sasa Hamza kuona vile aliweza kugundua kuwa kitabu hicho kilikuwa muhimu mno kiasi kwamba hata wazee, yani hata mzee huyo hakutaka watu wengine wajue mahali kinapohifadhiwa. Haikumshangaza kwa kuona kwamba Matias alikuwa na hofu mno juu ya uwepo wa Regina kwa sababu ya kitabu hicho. Jambo muhimu sana juu ya kitabu hicho ni kwamba kinaweza kusomwa na watu wenye urithi wa damu ya ukoo wa Dosa pekee. Sasa kama ni hivyo na kimejaa siri nyingi, kwa nini mtu kama Matias asiwe na wasiwasi? Basi mzee Mfue alimuita Mr. Hamza, na hapo ni mara baada ya kuona Hamza bado yupo. Alionekana kushindwa kujua namna ya kumwambia. Usiwe na wasiwasi, nitaenda kusubiri nje. Aliongea Hamza akimuelewa mzee huyo alichokuwa anataka kusema. Hamza alipokuwa anaondoka, Regina alimshika mkono mara moja. Chief, huyu ni mume wangu, na kwa msaada wake ndio maana tumeweza kuirudisha familia yetu kwenye madaraka. Tumepitia uzoefu wa kifo na uhai pamoja, na ndiye mtu ninayemwamini sana. Haijalishi ni siri ya ukubwa kiasi gani kwenye ulimwengu huu, sitaki kumficha. Hamza mara baada ya kusikia maneno hayo, alijikuta akimwangalia Regina kwa mshangao, lakini kwa wakati mmoja moyo wake ulipata joto. Upande wa chifu mzee alishangaa kidogo, lakini alipotezea na kutoa tabasamu. Akasema, kwa sababu ni maamuzi yako mtawala mkuu, basi mimi mzee sina pingamizi lolote. Mr. Hamza, tafadhali ambatana na sisi. Basi waliweza kufika kwenye floor ya juu kabisa ya jengo hilo. Njiani alikuwa akitegua mitego mbalimbali na kupita matabaka ya kiulinzi. Mara baada ya kufika floor ya juu, walikumbana na geti kubwa la chumba kilichokuwa mbele yao. Sasa mzee akasema kwamba mtawala, hiki ndio chumba cha siri ambacho kinahifadhi kitabu kisicho na maandishi kilichoachwa na waasisi wetu. Ili kufungua na kuingia ndani ya chumba, funguo ni hiyo pete yako ya urithi. Aliongea mzee huyo huku akionyesha sehemu maalum ya kuweka pete hiyo kwenye mlango mzito wa chuma. Sasa Hamza kimoyomoyo akasema kwamba ndio maana pete hiyo ilikuwa na thamani mno. Basi Regina alishia kumwemwesa lipsi zake tu. Alikuwa na hali ya wasiwasi. Hata hivyo, alijipa ujasiri, kisha akatoa pete hiyo kidoleni na kuitumbukiza kwenye kishimo. Mara baada ya pete hiyo kuwekwa mahali pale, mlango huo wa chuma ulianza kutoa milio ya gia kuzunguka. Na pale pale ulifunguka kwa kuachia pande zote mbili kama lifti inavyofunguka na kutengeneza nafasi ya duara. Sasa wote wakaingia ndani ya chumba hicho. Kilikuwa ni kidogo sana, lakini kilichokuwa katika hali ya usalama mkubwa. Ndani yake kulikuwa na mapambo ya mawe ya lulu yanayotoa mwanga yaliyobandikwa ukutani. Mengi sana. Yalikuwa ni kama 1000 hivi.
na kufanya chumba chote kuwa na mwanga ambao chanzo chake sio umeme, lakini ni mwanga wenye kuvutia mno kihisia. Hamza haraka alipigia mahesabu mawe hayo ya madini ya lulu yakiuzwa huko duniani yanaweza siwe na bei halisi. Lulu zinazotoa mwanga ni madini adimu sana, lakini ilionekana waliotengeneza chumba hicho hawakujali sana kuhusu thamani ya madini hayo. Regina alisema, "Wow, kinapendeza mno." Regina alishindwa kujizuia kushangazwa na muonekano wa chumba hicho. Mara mwisho kuingia hapa ilikuwa ni miaka 100 iliyopita. Ni muda mrefu sana wakati wa ufunguzi wa hili jengo. Chef, kile ndo kitabu chenyewe? Aliuliza Regina mara baada ya mzee kusema ya kwamba mara mwisho kuingia hapo ni miaka 100 iliyopita. Na ni Regina mara baada ya kuona kitabu cheusi kilichowekwa juu ya meza ya jiwe. Kilikuwa na cover linalong'aa kama pete yake. Kilikuwa ni kitabu kidogo sana, kisichozidi ukubwa wa kiganja cha mkono, lakini kilichotuna kama kiboksi. Hata hivyo kilionekana ni kitabu ambacho kimefungwa na hakiwezi kufunguka kama karatasi. Kulikuwa na uwazi juu yake ambao ulionyesha ni sehemu ya kuweka tena ile pete. Basi yule mzee akasema kwamba ndio mtawala mkuu, hiki kitabu kimegawanyika sehemu mbili. Ufunguo ni hiyo pete na inapaswa kuwekwa juu yake kwa kufitishwa ili kuwa sehemu ya kitabu kwanza. Na baada ya hapo, kwa aliyeweza kuamsha damu yake pekee ndio atatumia andiko la ukweli ili kupata nguvu ya macho ya ufunuo wa mbingu na kuweza kukisoma. Aliongea mzee akiwa serious. Regina akauliza kwamba kutumia andiko la ukweli unamaanisha maandiko ya lugha ya ufahamu? Aliongea Regina akimaanisha andiko lile la kimalaika, na mzee huyo alimpa ishara ya ndio. Sasa Regina akauliza natumiaje? Mzee akasema, "Mtawala, kama umeweza kuamsha damu yako, basi maandiko ya ukweli yapo ndani yako. Unachopaswa kufanya ni kuingiza nishati yako kwenye hiki kitabu na utaweza kuendelea." Basi Regina pale alielewa. Alitoa ile pete kwenye mlango na kisha akasogea na kuiweka juu ya cover la kitabu kile kwenye uwazi wa nafasi ya pete. Mara baada ya kuweka pete ile, kitabu kile kilitoa mwanga wa nuru ya blue uliojaza chumba chote. Regina kabla ya kuendelea aligeuka na kumwangalia kwanza Hamza na alipewa ishara ya kidole gumba akimwashiria asiwe na wasiwasi. Sasa akiwa amevuta pumzi nyingi, Regina alinyoosha mkono wake na kuweka juu ya kitabu kile kisichokuwa na maandishi. Taratibu alianza kusafirisha nishati ya mbingu na ardhi kwenda kwenye kitabu kile. Mara baada ya nishati ile ya baridi ya Regina kugusana na kitabu kile, mwanga wa blue nyeusi uliamka juu kama vile ni ua la kuvutia linalochipukia. Ni muda ule msisimko mkubwa wa kikale ulitawala chumba chote. Regina alijikuta akitoa kilio cha chini na ghafla tu alionekana kama vile kuna nafsi nyingine imemtawala. Alionekana kutetemeka mno huku kiini cha macho yake kikibadilika rangi na kuwa cha blue kabisa. Alionekana kuwa na macho ambayo sio ya kibinadamu. Sasa mzee Mfue mara baada ya kuona mabadiliko aliyokuwa nayo Regina alijikuta akianza kuita kwa nguvu, "Mtawala, unajisikiaje mtawala vipi hali unajisikiaje?" Lakini hata hivyo Regina hakutoa jibu. Upande wa Hamza alishia tu kukunja sura. Na kisha pale akaulizia kwamba, "Chifu mzee, mara mwisho mtawala aliyepita alipojaribu kusoma hicho kitabu alikuwa na matokeo kama haya?" Mzee Mfue akasema kwamba hapana, mtawala aliyepita hakuwa na matokeo makubwa aina hii. Sio kila mtu ana uwezo wa kuelewa kitabu kisicho na majina, na sio kila mwanafamilia anaweza kufungua jicho la anga la kitabu hiki. Hamza kauliza, "Vipi kuhusu mke wangu?" Hamza aliuliza huku moyo wake ukiwa umekaza mno kwa wasiwasi. Lakini pia alishindwa kabisa kumsogelea Regina na kumgusa. Ni kama kulikuwa na nguvu iliyokuwa ikimzuia kufanya hivyo. Sasa mzee huyo akaongea tena akasema kwamba hata sifahamu kinachoendelea, ilipaswa kudumu kwa sekunde chache tu, maana kwa kile ninachofahamu mtawala wa mwisho wa familia hakuwa na ubaridi mkali wa namna hii, licha ya kwamba ni watu wachache sana waliowahi kufungua kitabu hiki. Karibu wote baada ya kumaliza uwezo wao wa nishati uliongezeka maradufu. Basi Hamza kutaka kuendelea kuvumilia, alikuwa na wasiwasi kuwa jambo bali linaweza likamtokea Regina. Hivyo alikuwa akijiuliza kama amzuie kwa nguvu kuendelea kusoma kitabu hicho, lakini pale aliweza kuona ile rangi ya blue kwenye kiini cha macho ya Regina ikipotea. Regina pale mwili wake ulionekana ukilegea na alidondoka na kupoteza fahamu. Hamza haraka alimshikilia mwanamke huyo kwa kumkumbatia huku akiita jina lake. Hata hivyo aliweza kuona wazi kwa Regina hakuwa akimsikia na alikuwa kwenye usingizi mzito mno. Hamza mara baada ya kusikilizia mapigo ya moyo wake aligundua hakukuwa na tatizo kwenye mwili wake kwa ujumla, ni nishati zake za mwili pekee zilizoonekana kuisha. Ikionekana nishati hizo zote zimenyonywa na kitabu hicho.
Kwa matumizi hayo makubwa nishati, haikushangaza kwa Regina kuzimia mara moja. Sasa mzee Mfue akauliza kwamba Mr. Hamza, vipi kuhusu hali ya mtawala? Hamza akasema ya kwamba hakuna tatizo kwenye mwili wake, ni kwamba nishati zake za mwili zimenyonywa kwa kiasi kikubwa sana. Aliongea hivyo Hamza huku akikunja sura kidogo. Kisha akauliza tena kwamba vipi mtawala aliyepita alipatwa na hali kama hii pia wakati wa kusoma hicho kitabu? Mzee akasema kwamba kuhusu hilo, ingawa ni kweli nimeishi miaka 170, bado ninauelewa mdogo sana kuhusu hiki kitabu. Mtawala aliyepita hakutumia muda mrefu sana kusoma na pia hakupatwa na shida yoyote ya kimwili. Hamza mara baada ya kusikia hivyo alipata aweni kidogo, japo hakuwa akijua kinachoendelea. Basi akasema kwamba ni wapi naweza kumpumzisha, tunaweza kuongea baada ya hapa. Mzee akasema kwamba sawa, tafadhali nifuate. Mtawala na jumba lake la makazi maalum. Hamza alitoa pete ile kutoka kwenye kile kitabu, kisha alimbeba juu Regina huku akifunga mlango wa kuingia kwenye chumba hicho na kuanza kumfuata mzee Mfue. Hawakutembea umbali mrefu sana. Kwa ufupi, jengo hilo lilikuwa limetenganishwa pia na makazi ya mtawala mkuu, na njia iliyopita ilikuwa maalum ambayo watu wa kawaida hawapiti. Mazingira ya jumba hilo yalikuwa mazuri mno. Kulikuwa na bustani zilizojaa maua mazuri ambayo Hamza hakuwahi kuyaona. Harufu ya maua hayo ilifanya eneo hilo kunukia mno. Basi mzee Mfue akasema kwamba tokea miaka 100 iliyopita, baada ya kifo cha mtawala wa mwisho kutokana na maradhi ya kichwa, hakuna mtu yeyote aliyewahi kuishi hapa. Ni sehemu ambayo ilikuwa ikitunzwa kwa ajili ya mrithi kamili wa bonde, mpaka leo hii ambapo mmiliki halali ameweza kufika. Aliongea mzee Mfue. Hamza muda huo aliweza kutambua kwamba mtawala wa miliki aliyepita alifariki kwa maradhi ya kichwa. Hata hivyo hakushangaa sana. Ingawa ni kweli wavuna nishati wengi wana afya imara, bado hubaki kwa binadamu ambao lazima tu afe. Sasa Hamza alimuingiza Regina ndani ya chumba kilichokuwa na mapambo mazuri mno. Ndani humo palikuwa pasafi mno na harufu ya manukato ilikuwa ni nzuri, ile ya kutafuta na pua. Hamza mara baada ya kumweka kitandani Regina, alimgeukia mzee Mfue na kisha akauliza kwamba chief, nadhani unaweza kupumzika sasa, nitaendelea kubaki hapa. Mzee akasema kwamba hakuna shida, mimi nitaenda kumwagiza kijakazi kwa ajili ya kuleta chakula. Vipi tukimwandalia mtawala supu ya kuku itafaa? Hamza akasema sawa chief, nitashukuru sana. Mara baada ya mzee huyo kuondoka, Hamza alianza kumchunguza tena Regina, na baada ya kujihakikishia hakuwa na tatizo, ndipo alianza kuangalia jengo hilo na vitu vyake vilivyokuwa ndani. Kulikuwa na picha nyingi za watangulizi wa familia hiyo zilizobandikwa ukutani. Walikuwa wengi waliokuwa wameishi muda mrefu mno, na picha zao zilionyesha tofauti za rangi kutokana na ukale. Kilichomfurahisha na kumshangaza Hamza kwa wakati mmoja ni kwamba kati ya watawala hao waliopita kulikuwepo na wanawake pia. Ilionekana watu wa kisiwa hicho hawakujali sana kuhusu jinsia, bali walichoangalia ni nani aliyekuwa na uwezo wa kuamsha damu yake. Eneo lilionekana kama ofisi na maktaba kwa wakati mmoja. Lilikuwa na andiko la lugha ya ajabu lililobandikwa ukutani. Hamza liliangalia tu, aliweza gundua ni moja ya maandiko ya kuamsha damu pia. Aliona huenda watu wa bonde hilo waliamini kuwa kwa kuwa hawakuwa na damu ya urithi, hata wakisoma andiko hilo wasingeweza kunufaika. Ndio maana wakaliweka waziwazi tu namna hiyo. Ndani ya masaa mawili Hamza aliweza kupata chakula kilicholetwa na mfanyakazi. Baada ya hapo aliendelea kusoma baadhi ya vitabu akiwa pembeni ya Regina. Moja ya jambo lililomvutia Hamza ni kwamba ilionekana watu eneo hilo walifahamu lugha nyingi mno. Vitabu vilivyokuwepo hapo vilikuwa ni vya lugha mbalimbali, kuanzia Kiswahili, Kiingereza, Kifaransa, Kijerumani hadi Kilatini pamoja na lugha nyingine za kimakabila. Habi wakati akiwa bize ndipo alisikia sauti iliyolegea ikimuita. Regina aliyekuwa amelala alifungua macho yake hatimaye. Kutoka kuwa katika hali ya nishati za mbingu na ardhi mpaka kutokuwa na kitu mwilini, gepo hilo ndani ya mwili lilimfanya ajisikie dhaifu mno, ni kama vile alikuwa mgonjwa. "Oh, mke wangu umeamka?" Hamza alinyosha mkono wake kumshika Regina paji la uso. "Unaonekana kuchoka mno." "Najisi mnyonge kweli. Hapa tuko wapi?" "Ni jumba la watawala. Ndio mahali ambapo watangulizi wako wote waliishi." "Alafu wife, kwa nini ulipoteza fahamu? Nini kilitokea?" Regina alijikuta akishika kichwa chake mara baada ya kuhisi maumivu huku akitingishika. "Sijui chochote. Nilivyokishika tu kile kitabu nilijisikia kama kuna vitu vinachimba ufahamu wangu. Vitu nilivyoweza kuona mbele yangu ni kama anga la blue lililojaa ukungu mzito. Yaani sikuweza kuona chochote." "Inaonyesha mke wangu bado hujafikia level inayohitajika. Pengine pia ni kwa sababu hujaweza kukamilisha
kusharabu maneno ya lile andiko la malaika. Nabii, usiniulize tena kuhusu kile kitabu. Mimi kila ninavyofikiria kinatisha mno. Nilishindwa kujizuia kabisa. Kulikuwa kuna mwanga mkali wa rangi ya blue mbele ya macho yangu. Yaani hata sikujua nini kiliendelea. Aliongea Regina kisha akamwangalia Hamza kwa macho ya huzuni. Haunijali hata kidogo, ndo naamka lakini unaniuliza maswali mengi sana. Hamza alishia kuhisi haya kidogo na ugundua kweli alikuwa na haraka. Pengine ilikuwa ni shauku yake tu kutaka kujua kuhusu kitabu hicho. Wife, usinielewe vibaya mama. Nilikuwa na shauku tu, lakini usalama wako ndio kipaumbele changu. Vipi, unataka kula chochote? Nina kiu. Basi haraka Hamza alimimina maji kwenye kikombe kilichoonekana kama cha mti hivi kilichoteleza, kisha akamnywesha Regina. Wife, mzee Mfue kaagiza watu wakuletee supu ya kuku. Kunywa basi kidogo ili urudishe nguvu. Lakini mikono yangu inatetemeka. Nitakulisha usijali. Aliongea Hamza na kisha alichukua supu ile kwenye bakuli na kijiko chake na kuanza kumlisha Regina. Eneo hilo lilikuwa kimya mno licha kupambazuka, na walishia kulishana kimya kimya wakifurahia ukaribu wao. Habi, hii supu ya huku ni mbaya mno. Yaani hata sio tamu kama anaonipikiaga shangazi. Upo sahihi. Hata mimi nimekula chakula chao. Sio kizuri hata kidogo. Inaonekana wako busy sana kutafuta intelijensia nyingine lakini sio za chakula. Baada ya kukamilisha hatua zangu za kiutawala katika eneo hili, nataka pia kuhakikisha chakula kinakuwa na ubora wa hali ya juu. Nitafanya wapishi wa hapa kujifunza mbinu nzuri za upishi duniani. Nataka niwaonyeshe kuwa mimi mtawala wao na wajali. Hamza kusikia hivyo alikosa usemi. Namna ya kufikiria kwa Regina ilikuwa tofauti. Hata hivyo hakushangaa, maana chakula cha kwenye kantini ya kampuni kilikuwa ni kitamu mno. Sasa muda ule Regina alionekana kukumbuka jambo. Habi, leo sijaenda kazini na watu watakuwa na wasiwasi kwa kunikosa hewani. Unaweza kuwasiliana na Eliza? Usio na wasiwasi. Kabla kuingia kwenye jengo la ghorofa la utawala nilimwambia Roda aondoke na kumtaarifu shangazi kilichotokea. Naamini pia atatoa taarifa kwa uongozi wa kampuni yako. Wife, unapaswa kujali afya yako kwa sasa. Ndio maana sikumuona Roda. Wewe ni makini sana mume wangu. Ni muda huo mfanyakazi aliingia kwenye jengo hilo na kutoa ripoti akisema kwamba mtawala Kanali Yulia kutoka Tanzania ametuma ujumbe kwetu, anataka kuwasiliana na Mr. Hamza. Basi mara baada ya Regina kusikia kauli hiyo, uso wake wa kirembo uligeuka na kuwa kikauzu mara moja. Yaani ndio kwanza tu nimefika huko lakini ameshaanza kukutafuta. Aliongea Regina huku akibetua midomo. Itakuwa ni dharura tu mke wangu, usifikirie vibaya. Vyovyote vile bwana, kila kitu kipo wazi. Unataka nikae tu kimya? Hataki hata kunipa muda wa kuwa na wewe. Wife, si ndio nimerudi? Tulikuwa tumeenda safari ndefu na ndio dharura ikatokea. Hata mimi sikumwaga. Hebu acha kujitetea bwana. Usiseme tu unampenda kuliko unavyonipenda mimi. Hebu ondoka tu bwana. Ondoka ukawasiliana naye. Sitaki kuwa kidudu mtu kwenye mapenzi yenu mimi. Wife, sitaki kusikia chochote. Ondoka, nataka kulala. Aliongea Regina huku akivuta blanketi na kujifunika. Hamza hakujisumbua kujieleza pia. Alishia tu kuivua hali ya tia na kisha pale pale alimshtukiza Regina kwa busu. Regina alijikuta mwili wake wote ukimlegea. Alishindwa kuhimili mashambulizi hayo ya ghafla. Sasa baada ya kama dakika 4 hivi, Regina alifumba macho yake na kuacha kabisa kutingishika. Na Hamza naye pale pale alimwacha. Wife, I'm sorry. Japokuwa nakosa muda wa kutosha kuwa na wewe, lakini ukweli ni kwamba haijalishi nipo wapi, bali nakumisi mno. Wewe ni mwongo. Nichosema ni kweli. Kama hauniamini unaweza kushika moyo wangu kuthibitisha. Wewe Hamza bwana unafanya nini? Regina pale pale alishtuka. Mkono mwingine wa Hamza ulikuwa umeingia ndani ya nguo zake na ulikuwa ukizidi kwenda chini. Hamza mara baada ya kuridhika alitoa mkono ule na kisha kunusa. Vinanukia vizuri. Wewe ni kichaa nini? Regina alishindwa hata aongee nini wakati akiwa amegeuka kuwa mwekundu kama yai kwa aibu ya kile alichofanywa. Wife, usioge kabisa kuondoa harufu nzuri ulionayo. Inasisimua balaa. Regina alishindwa kuvumilia kabisa. Maana kadri Hamza alivyokuwa hapo, ndivyo alivyozidi kumfanya awe na aibu na moyo wake kudunda kwa spidi kubwa. Hebu ondoka basi, nenda kumjibu huko Yulia.
Sitoenda kama mke wangu hutaki niende. Nimekwambia nenda. Sitaki. Hivi kwani unataka niende? Ndio. Basi ngoja nijilazimisha kwenda nione kuna nini. Mara baada ya kutoka nje, Hamza aliweza kukutana na mfanyakazi ambaye alikuwa akimwangalia kwa hali isiyoelezeka. Kulikuwa na hali ya kumkubali Hamza, lakini pia alionyesha hisia mchanganyiko. Sasa yule mfanyakazi akasema kwamba Mr. Hamza, tafadhali nifuate. Hapa bondeni tuna kitengo cha intelijensia kinachoitwa Binamu, ndio kinachodili na mawasiliano yote ya nje ya kisiwa. Basi Hamza aliongozwa na kuingizwa kwenye jengo maalum la mawasiliano na kisha akakabidhiwa tarakishi fulani hivi ilionekana kutengenezwa hapo hapo kisiwani yenye nembo ya Binamu. Hey baby Julia, nini tatizo? Mbona umeharakisha kunitafuta hivyo? Yaani umefanya jambo kubwa namna hiyo. Nadhani utakuwa unajiona yani umetisha sana bila kuniambia, si ndio? Sikuwa na jinsi, hali ilikuwa ni dharura sana, hivyo sikupata muda wa kukuaga. Umekimbia tu. Huku nyuma ukiniachia hawa watu wako wakiniuliza maswali magumu tu. Ni bahati tu mimi na maelewano mazuri na afande Simba. Ndio akaniambia kwamba upo wapi. Watu gani hao? Si hao watu wa kambi ya nyumbani tu. Uliwaahidi kuwa ukitoka hapa kambini utaenda kambini kwao, lakini mwakimbia. Mzee Kiha ameniuliza kama umemdharau na mimi nimejitahidi kwa uwezo wangu wote kuelezea kwa ajili ya kukutetea tu. Hamza pale alijikuta akijichapa kibao baada ya kuona kuwa amesahau jambo hilo. Alishia tu kumjibu Julia kwa sauti ya shukrani. Anyway, pole sana kwa kuchoshwa. Najua hupendi kusumbuliwa na maswali mengi. Unaonaje? Wanipotezea tu muda wangu Siku nyingine sitaki kabisa kujihusisha na wewe mimi. Nitakuja haraka iwezekanavyo kuomba radhi. Ni kweli niliwaahidi na kutokomea bila taarifa, hivyo watajihisi wamekosewa. Kwa mzee Kiha? Kwa mzee Kiha mimi nimefanikiwa kumuelezea na ameamini kuwa kuna jambo la dharura umeenda kufanya, lakini yule mshenzi mwenzio yule bonge yule ameshindwa kunielewa kabisa na kusema kwamba tulimdanganya. Nani unamaanisha Chinga? Nani sasa mwingine? Wewe ulimwahidi sijui utampeleka wapi huko? Hamza kusikia hivyo alikumbuka Chinga aliahidiwa atapelekwa kwenye mtelezo OG. Kama tu alikuwa anaambiwa kwamba unasikia raha kutumia sabuni na mafuta, vipi nikikupeleka kwenye mtelezo OG ujichagulie mwembamba, mnene, mrefu, mfupi? So baada ya kukumbuka hivyo hakujua cheke amali. Alijiuliza ni kwa kiasi gani Chinga alikuwa na hamu ya mwanamke. So mara baada ya kumfariji kidogo Julia, pale aliagana naye na kurudi alikomwacha Regina. Hamza mara baada ya kurudi ndani ya jengo hilo aliweza kuhisi hali ya ubaridi iliyokuwa ikitoka kwenye jengo hilo na kumfanya ashangae kidogo. Akajiuliza, ni Regina anasambaza huu msisimko au? Hamza alijikuta akishangaa kwa sababu msisimko uliokuwa ukimtoka ulikuwa ni tofauti sana na wa mwanzo. Licha ya kuwa kwenye daraja la nusu mzunguko, lakini ilikuwa ni tofauti mno. Hamza mara baada ya kufungua mlango na kuingia ndani, upepo mkali wa baridi uligusa viungo vya fahamu zake na karibu samani zote ndani ya eneo hilo zilikuwa zimefunikwa na ukungu wa baridi. Regina mara baada ya kuhisi Hamza amerudi, pale aliachia kila alichokuwa akifanya na ule ubaridi wote ulipotea kama vile umesharabiwa kurudi kwenye mwili wake. Sasa Hamza jambo hilo limshangaza kwa sababu aliliona pia kwa yule mzee Muhinde. Alikuwa na uwezo wa kutoa ubaridi lakini pia kuuondoa kwa wakati mmoja. Lakini ilikuwa ni mara yake ya kwanza kumuona Regina akifanya hivyo. Habi, umeweza kuwasiliana naye? Kuna tatizo? Hakuna, ni kwa sababu tu niliwaahidi watu wa kambi ya nyumbani tu kuwa nitaenda kambini kwao mara baada ya mashindano. Hivyo wana wasiwasi kama niliwapa ahadi ya uongo. Babake Fiona anataka uende kambini kwao? Fiona anajua kuhusu hilo? Sidhani. Isitoshe swala hili halimhusu. Kwa nini lisimhusu sasa? Mimi nitamani kumsindikiza Fiona kwenda nyumbani kwao kwa ajili ya kuzungumzia swala la ndoa yake. Hii inaweza kuwa nafasi kama utakuwa naye. Isitoshe ni muda mrefu sana na anakwepa kurudi kwao. Wife, unaonekana kumjali sana rafiki yako. Lakini njia hii haiwezi kufanya kazi. Na sio hivyo tu, unaweza pia kujiingiza kwenye matatizo. Usiwe na wasiwasi. Mimi nataka kutumia nafasi hii kumpa njia ya kutokea. Nitaenda na kuongea na wazee wake. Kama hakuna namna ya kuwashawishi basi hatuna cha kufanya. Aliongea Regina na Hamza hakuwa na namna ya kumpinga kwa sababu alishaamua. Wife, lakini vipi kuhusu ulichofanya sasa hivi? Umewezaje kuondoa ubaridi kwenye hewa mara moja? Sijawahi kukuona ukifanya hivyo. Lakini pia inaonekana uwezo wako umeongezeka mno. Ni kwa sababu ya kujaribu kusoma Wondrous Book ama? Kwani sikuwa nikiweza kuondoa ubaridi? Hamna, ubaridi ulikuwa ukijiondoa wenyewe tu kwa sababu ya joto la hewa. Lakini sasa hivi umepotea bila ya kuathiriwa na hewa. Mimi hata sijui.
Nilidhani ni kawaida tu. Mume wangu, nahisi kama kuna kitu cha ziada kwenye fikra zangu, lakini kila nikijaribu kufikiria ni kama kinapotea hivi. Anyways, nijaribu kufikiria hapa, lakini labda utakuwa umefanikiwa kusoma kilichopo kwenye kitabu hicho, lakini taarifa zake ni kubwa, hivyo unashindwa kuzitafasiri. Kwa sasa mjipe muda, pengine unaweza kupata ufunuo wa maandiko yake baadaye. Mimi nadhani sio kitu kibaya pia. Nahisi mwili wangu unabadilika sana baada ya kuvuna nishati kidogo. Regina alijihisi kuwa katika mudi nzuri. Aliweza kuona kuwa kitabu kile kilikuwa na msaada mkubwa kwake. Wife, unaweza kutumia tu madaraka yako kwa watu wa bondeni ili wanisaidie kwenye uchunguzi fulani, si ndio? Unataka kujua kuhusu kilichomtokea mama mkwe ama? Hamza mara baada ya kusikia neno mama mkwe alijikuta akihisi huzuni. Alijiambia kuwa kama mama yake angekuwa hai na kumjua, ingekuwa raha namna gani kumsikia Regina akimuita hivyo. Lakini kwa bahati mbaya hakuwa na kumbukumbu za kutosha kuhusu mama yake mzazi, na alitaka kujua zaidi kuhusu asili yake. Kumbukumbu za Hamza juu ya mama yake mzazi zilikuwa kama picha zinazokuja na kupotea. Hakuwa na mtiririko mzuri wa kumbukumbu, hivyo ilikuwa ni sawa na kusema amesahau ama amepoteza kumbukumbu za baadhi ya maisha ya utoto wake kabla ya kujiunga na Old Ones. Ndio, Matias alishawahi kutumia taarifa hiyo kama kete ya mazungumzo kunishawishi. Hisia zinaniambia pengine watu wa bondeni wana taarifa ambazo wanafahamu. Regina mara baada ya kumsikia Hamza na ombi hilo, alisimama. Alikuwa tayari amesharejewa na nguvu zake. Abi, twende huko nje. Wawili hao walitoka nje na kuchukua uelekeo wa jengo la utawala. Kisha wakaingia kwenye lifti iliyowapeleka moja kwa moja hadi kwenye ofisi iliyokuwa ikitumiwa na Matias, ambayo sasa ilikuwa ni yake rasmi. Sasa baada ya kufika hapo, alitumia njia za mawasiliano na kumuita mtu anayehusika na kitengo cha ukusanyaji na uchakataji wa taarifa, yani Binam, na kumpa maagizo ya taarifa alizokuwa akitaka. Haraka sana ombi hilo lilifanywa kazi, na robo saa baadaye ripoti ilitumwa kwenye ofisi ya Regina. Taarifa hiyo ilitumwa kwa mfumo wa kiteknolojia. Bondeni wanaweza kuishi kitamaduni zaidi, lakini ilikuwa mbele sana kwenye swala la teknolojia. Regina ndiye aliyekuwa wa kwanza kusoma taarifa hiyo, na pale pale jikuta kikunja ndita. Mbona inashangaza kidogo? Aliongea Regina, na ilimbidi Hamza naye kuangalia. Huyu mwanamke vipi? Unamjua? Aliuliza Regina huku akiangalia picha na jina lililokuwa likionekana kwenye skrini. Hamza mwenyewe alishangaa. Je, huyu mwanamke ni nani? Sehemu inayofuata tunaweza tukamfahamu mama wa Hamza. Mdoto ulikuwa nami Lucas Lumbas, and God be with you till we meet again. Bye bye.